Jeshi la polisi nchini Tanzania limesema kuwa hali ya usalama nchini humo ni shwari, likikanusha taarifa za uwepo wa kikundi kinachojulikana kama TFF kinachoelezwa kujihusisha na matukio ya kijinai. Hatua ya jeshi hilo inakuja ikiwa ni siku chache tu mara baada ya kuibuka kikundi hicho kinachojinadi kuwa wapigania uhuru wa Tanzania. Taarifa iliyotolewa kutoka makao makuu ya jeshi hilo jijini Dodoma, yalipo makao makuu ya Tanzania, na kisha kusambazwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii, imeeleza kuwa jeshi hilo linakanusha taarifa zinazosambazwa na kikundi cha TFF kuwa kikundi chao kimetenda matukio kadhaa ya uhalifu. Aidha, taarifa ya jeshi la polisi imeeleza kuwa kupitia mitandao ya kijamii kumejitokeza baadhi ya watu kuendeleza tabia za kuhamasisha wananchi wajiingize kwenye vitendo vya kihalifu, na baadhi wameshawishika kujiingiza kwenye uhalifu wa kimtandao, na baadhi yao wameshakamatwa na wengine wanaendelea kutafutwa. Taarifa hiyo imeongeza kusema kuwa baadhi ya watu hao wanaoshawishi uhalifu huo ni pamoja na anayejitambulisha au wanaojitambulisha kwa jina la TFF na kutoa taarifa mbalimbali kuwa wanafanya mazoezi porini na kwamba wameshafanya matukio kadhaa ya kijinai. Jeshi la polisi limekanusha taarifa wanazosambaza kuwa kikundi chao kimetenda uhalifu huu na ule, kwani si za kweli. Taarifa ya kuwepo kwa kundi la TFF imezua mijadala kutoka kwa watu wa kada mbalimbali, huku wengine wakisema kuwa uwepo wa taarifa ya kundi hilo unatia wasiwasi kwa wananchi. Kwa majina yangu naitwa Emmanuel Amon Simeon, ni mkazi wa Dodoma, Ipagala. Kwa taarifa hii, kama wananchi tunapata wasiwasi mkubwa. Hii taarifa tunaiomba jeshi la polisi isipuuze kwa usalama wa wananchi, kwa kuwa wananchi walio wengi kwa kupata taarifa hii, walio wengi wanaweza kupata taharuki na mshtuko. Ndio maana yangu hayo. Taarifa hiyo ya jeshi la polisi inaeleza kuwa ni kanusho la kiusalama ili kuwazuia watu hao kupata nguvu katika mitandao ya kijamii na kutekeleza adhima yao. Maliseli Hamduni ni mchambuzi wa masuala ya usalama na kivita, anasema kuwa taarifa hizi si za kupuuzwa na kuongeza kuwa bila shaka kanusho lile ni kanusho la kiusalama, ni kanusho lenye nia ya kutokutengeneza taharuki, na ni kanusho lenye kuzuia uwezekano wale watu kupata nguvu katika mitandao kwamba wapo na wanaexist na kadhalika. Lakini lisemalo lipo ni hatuwezi kupinga sana, kwa sababu inawezekana sana vikundi vingi vya kigaidi vya kijeshi vimekuwa vikianza na utaratibu huo ambao bila shaka ni utaratibu wenye kuzunisha, ni utaratibu wenye kutisha, ni utaratibu usiofaa, lakini inaweza sana kuwepo kwake kutakuja katika kujidhihirisha kwa matendo, jambo ambalo tunaomba Mwenyezi Mungu ajalie na itokee hilo jambo. Kana likawepo, kwa sababu yanaweza kuwa ni maandalizi ya watu, kuandaa watu kisaikolojia kwamba wajue kwamba kundi lipo, na litakapotengeza tukio pengine watu waone kwamba lipo ni jambo, lakini kwa ujumla si jambo baya. Na hata polisi waliposema kwamba alipo, nia yao ilikuwa nzuri kabisa. Nia yao ni kujaribu kuondosha taharuki, lakini pia kuondosha fikra za watu kwamba kundi lipo, na wenyewe kupata ujiko pengine ambao linajaribu kukipa kwamba lipo. Lakini adhari kubwa ni kwamba inawezekana watu wanapokuwa na mshui wa kutangaza mambo kama hayo hawataki kupuuzwa moja kwa moja, kama ilivyosema jeshi la polisi kwamba ilikuwa inafuatilia kauli, vitendo na matangazo hayo. Nafikiri kazi kubwa ya kufanya ni kuendelea kufuatilia, lakini kuuza kwamba alipo kabisa, hilo ni swala jingine. Kwa hiyo ni swala tu la polisi kufuatilia, lakini jambo hili si jambo zuri, bila shaka ni jambo baya lisiyopendeza, na watu wanatakiwa kuwa makini sana na kauli za namna hii ambazo kwa ujumla zipendeze. Na Hamduni Maliseli, wewe ukiwa ni mchambuzi wa masuala ya usalama nchini Tanzania, unadhani ni kwa nini vikundi kama hivi vinajitokeza, ama kwa nini kujitokeze na watu wa namna hii na kutoa kauli hizi? Nini kinakuwa ni msukumo hasa? Si mara ya kwanza, na tujue vizuri, pengine tuondoshe hilo kwamba si mara ya kwanza. Miaka ya nyuma sana yaliwahi kujitokeza kundi kama hilo huko Mara, likitangaza kwamba linatangaza eneo lile, kanafanyisha migodi ya chui na kadhalika huko Mara, mkoa wa Mara, na lilishughulikiwa vilivyo na wakati wa mwalimu na baadaye wakati wa hapa nafikiri. Lakini swala moja la msingi la kuzingatia ni kwamba katika nchi inayopiga hatua kubwa maendeleo, katika nchi ambayo
imekuwa katika dunia yenye sana wala katika nchi ambayo ina mali nyingi na mambo mengine, katika nchi ambayo bila shaka inaishi katika dunia leo ambayo mataifa ya Ulaya Magharibi na Marekani yanajaribu kutengeneza mitafaruku mingi duniani kadri inavyokuwa, hata katika nchi zile ambazo zina maembe ya kupopoa, zina maembe ya kupopoa, kwa mfano wewe asili na rasilimali madini na nini, lazima taraji kama jambo kama hilo. Kwa hiyo ni kazi ya vyombo vya usalama kukabiliana nalo. Kwa nini inajitokeza? Ni matokeo si ya kukosekana kwa pesa kama watu wanavyodai, pengine hapana. Ni matokeo ya kuwa na mali ambayo mataifa makubwa yangetamani kuichuma na hayawezi kuichuma mali hiyo mpaka baada ya kushindwa kuichuma katika mazingira ya kawaida ya mahusiano ya kibiashara na kadhalika. Kwa hiyo nafikiri kwamba Tanzania si kisiwa, japokuwa inawezekana kikawa kisiwa kwa wenyewe kukitengeneza kisiwa cha amani, lakini watajaribu mara nyingi na pengine kujaribu hawakufanikiwa. Kwa hiyo inaweza kuwa ni miongoni mwa watu wengine na kujaribu kuvuruga amani ya nchi ili wanufaike pengine na maslahi mapana ya rasilimali tulizo nazo, lakini kimsingi ni kwamba nafikiri ni matokeo ya kuwa na mali kama walivyokwisha kuandika pengine kwamba madini yamekuwa ni laana ya Afrika. Inawezekana kwa sababu yakipatikana pahala wale mabwana wakubwa wanayahitaji kwa udi na uvumba, kwa hiyo katika kuyataka yale madini wanayataka kwa masharti ambayo nchi za hazikubaliani nao. Kwa hiyo wanatengeneza mazingira ya kunyesha vurumai ili wapate nafasi ya kuja kupitia katika utaratibu wa misaada, kupambana na magaidi au kuleta ulinzi na kadhalika. Kwa hiyo hilo linaweza kutokea, lakini mimi nafikiri kwamba pamoja na kwamba kuna hilo kwamba kundi hili lipo, nafikiri haliwezi kufanikiwa kwa nchi kama hii ya Tanzania, kwa sababu kuna mambo mengi yatakayozuia. Tamaduni na ni sehemu ya yale ambayo inaweza kuzuia kuweza kujapokuwa wanaweza kuleta fujo za muda fulani, lakini kufanikiwa ni jambo lisilowezekana. Ukiwasikiliza katika mitandao ya kijamii wakizungumza, wanasema kwamba hakuna haki, demokrasia imefinywa. Unadhani hii ndio sababu ama kiini cha wao kujiita kwamba TFF na kuanza kutoa matangazo kama haya? Hamduni Maliseli, katika jicho lako la kiuchambuzi masuala ya usalama. Sana yenyewe ni dhana ya kijinga. Tanzania freedom fighters, freedom fighter, yani ndio wanapigania uhuru wa watu, uhurupi. Na kama hakuna haki inapiganiwa kwa bunduki, kama hakuna demokrasia inapiganiwa kwa bunduki, kuna haja gani ya kurudi mingine ya siasa au ya haki kufanyika katika nchi kama mahakama, vyama vya siasa na kadhalika, kama kumbe njia nyingine rahisi hizo za kuchukua mitutu ya bunduki na kuenea mitaani na kuleta vurugu. Mimi nafikiri jambo kubwa la msingi ni kwamba hoja hawa watu kama wapo kweli, hoja itakuwa si hoja sahihi, lakini pia nafikiri yao ni kutengeneza mtafaruku zaidi pengine kuliko existence yao, yani kuliko uwepo wao. Na vyama hivi huwa vijitangazi hivyo, zinafanya matukio na baada ya matukio ndio vinakuja kudai kwamba sisi ndio tumeshiriki. Kama wanakuta kwa utaratibu huo sijui, lakini kwa nchi kama ya kwetu vile vile watapata tabu sana kama ni kweli. Lakini la msingi la kuzingatia ni kwamba hoja inayowaleta barazani ni hoja ambayo ni dhaifu mno kwa sasa na haiwezi kuwapa uhalali wa kuwepo na kadhalika. Katika siku za hivi karibuni huko katika mitandao ya kijamii kumeibuka mtu anayejitambulisha kama kiongozi wa kikundi cha TFF, yani Tanzania Freedom Fighters, akijinadi kikundi chake kipo porini kikifanya mazoezi na kuratibu matukio ambayo jeshi la polisi linasema ya kijinai. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.